Ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika ni kutoka kule nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amekutana na naibu balozi wa Marekani nchini Tanzania kwa mazungumzo ya kikazi. Kulichambua hili tunaungana naye Jerry Muro. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Jerry Muro, mazungumzo hayo yalihusu nini kule Ikulu ya Dodoma nchini Tanzania? Cha kwanza ni mazungumzo rasmi ya kiserikali kati ya serikali ya Marekani pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ni mazungumzo ambayo kwanza yalilenga kuimarisha masuala ya kibiashara baina ya serikali mbili, kati ya serikali ya Marekani tukiongelea Ikulu ya Washington DC, lakini pia kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo walikuwa kule Dodoma. Cha kwanza ni kujadili walikoishia katika mchakato wa kujadili namna gani makampuni ya Marekani yataweza kuwekeza nchini Tanzania. Na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, taarifa rasmi ambayo ilitolewa na Ikulu ya Dodoma, utaona kabisa cha kwanza kikubwa ilikuwa ni namna gani ule uwekezaji ambao ulishaanza utaendelea mbele zaidi na kumaliza masuala ya makubaliano ya kimikataba na mashauriano ya kiufundi na kitaalamu zaidi kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na la kwanza lilikuwa ni uwekezaji kwenye liquefied natural gas, mradi ambao unalenga kuweka dola za Kimarekani zaidi ya milioni 42, na mradi mwingine ni wa Tembo Nickel, mradi ambao una lengo la kuweka kwenye uwekezaji dola milioni 942, na mradi mwingine ni wa Mahenge Graphite Project ambao una thamani ya zaidi ya dola milioni 300. Kwa maana hiyo utaona miradi yote hii mikubwa, gharama zake zilikuwa ni kubwa kabisa. Na kwa upande wa kaimu balozi Lenz, ambaye ndio alikuwa akiongoza kikao hiko cha mashauriano akiwa pamoja na mshauri wa masuala ya kisiasa, waliridhika na namna ambavyo Tanzania inashughulikia masuala ya uwekezaji na haswa kwenye upande wa makampuni yao makubwa ya Kimarekani. Lakini jambo lingine, waliridhika na mazingira yaliyotayarishwa ya uwekezaji kwa nchi ya Tanzania, na wakakazia zaidi masuala ya demokrasia na masuala ya haki za binadamu, na mwisho wakampongeza Rais Samia kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya, na hasa katika kutengeneza mtangamano wa mashirikiano ya kibiashara kati ya Tanzania na mataifa mengine ikiwemo taifa la Marekani. Na Jerry Muro, tunafahamu hivi karibuni Marekani imekuwa ikitoa matamko mbalimbali kuhusiana na nchi ya Tanzania. Je, unadhani ushirikiano kati ya nchi ya Tanzania na Marekani unaimarika vipi kufuatia matangazo hayo ambayo yamefanyika hapo jana kule katika Ikulu ya Dodoma, Tanzania? Cha kwanza, kama tulivyoongea nyakati za nyuma, Marekani hana adui au rafiki wa kudumu. Yeye linapokuja suala la maslahi ya nchi yake ndiko ambako anasimama, na hili ni dhahiri linajionyesha sasa. Na hata katika haya mambo ambayo utaona ndani ya siku 4 tangu wametoka kutoa taarifa yao na wakaja tena Ikulu ya Dodoma wakakaa na rais na kutoa taarifa ambayo hata na wao wameweka kwenye vyombo vyao rasmi vya utoaji wa taarifa, utaona Marekani anachokitazama ni maslahi mapana ya taifa lake. Na kwa wasiojua, na hii ndiyo maana halisi ya kuwa na mwakilishi mwenye hadhi ya balozi katika nchi husika. Na hili sio jambo geni. Kwetu sisi Afrika tunaweza tukaona hili ni jambo geni kwa sababu sisi balozi zetu fanyi zaidi kama wanavyofanya wenzetu huku. Juzi wiki hii inayokwisha tulimshuhudia waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio, Rais Donald Trump
Rais Tshisekedi Tshilombo wa Kongo, Rais Paul Kagame wa Rwanda, wakiwa kwenye ikulu ya Washington, wakisaini makubaliano ya kuhakikisha kwamba eneo la Kongo na mashariki ya Kongo linakuwa ni eneo salama kwa ajili ya shughuli za kibiashara. Na kwa maneno yake mwenyewe, rais wa Marekani, nikirejelea aliyoyasema, alisema wazi kabisa, cha kwanza, serikali ya Marekani itachimba madini hayo kwa kuzingatia maslahi ya Kongo na Rwanda. Kwa hiyo utaona yeye anaweka maslahi yake kwanza, ndio maana akawaita viongozi hao Washington. Lakini kumbuka pia kuna mazungumzo yanaendelea kule Falme za Kiarabu, Qatar. Mazungumzo haya ya hali ya kisiasa ya Kongo. Kwa nini tunasema hivi? Tunasema hivi kujenga msingi wa hoja kwamba kwa sasa bara la Afrika limeendelea kuonekana ni bara lenye malighafi adimu kwa ajili ya ustawi wa dunia, na haswa uranium, lithium na madini mengine ya vito vyenye thamani. Na hata dhahabu sasa imeanza kupata thamani mara baada ya wenzetu wa China nao kuingia kwenye soko la dhahabu kwa kukusanya dhahabu na kuthaminisha fedha yao ya yuan pamoja na dhahabu na sio dola tena. Kwa hiyo utaona Marekani anapambana naye kuingia kwenye mataifa ya Afrika kama ambavyo anapambana Mchina, kama ambavyo anapambana Mwarabu, kwa sababu bara la Afrika na haswa nchi ya demokrasia ya Kongo ina potential ambayo dunia inahitaji. Sasa kazi ni kwetu sisi tunaokwenda kwenye meza za majadiliano, tunakwenda kujadili nini? Kwa sababu ni huko kwenye meza ya majadiliano ndiko wenzetu hawa wanatumia njia zao wanazoziona zinafaa kwa ajili ya kuweka maslahi yao mbele. Jerry Muro, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kabisa kutoka kule Dar es Salaam nchini Tanzania, na nikutakie maadhimisho mema ya siku ya uhuru kule Dar es Salaam Tanzania. Tunashukuru sana. Mungu awabariki. Asante sana. Msikilizaji, umetoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Tanzania, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania alikutana na naibu balozi wa Marekani nchini Tanzania kwa mazungumzo ya kikazi. Tupate ujumbe mfupi. Are you fluent in French, Chinyanja, Portuguese, and Kiswahili? Are you passionate about radio? And are you looking to work in South Africa? Do you have papers that qualify you to work in South Africa? In that case, we might have an opportunity for you to work for Channel Africa. Send us your CV and demo at newsroom@channelafrica.co.za. Remember, if you don't hear from us within 14 days, it means you have not made it or you have not been selected. Channel Africa, the African perspective. Na msikilizaji wa Channel Africa, nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza hatua ya Burkina Faso kuweza kuzuia askari wa Nigeria ina maana gani kwa mahusiano kati ya nchi hizo mbili? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA, lakini pia katika nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552594, na niandikie ujumbe wako, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa baada ya kutoka kule Tanzania, tukiwa bado tumesalia huko Dar es Salaam Tanzania, ni kwamba jeshi la polisi nchini Tanzania limesema hali ya usalama wa nchini ni nzuri na vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama katika maeneo mbalimbali nchini humo. Kulizungumzia hili tunaungana naye Neville Mena ambaye ni mchambuzi huru kutoka kule Dar es Salaam Tanzania. Neville Mena, habari za Dar es Salaam Tanzania? Na msikilizaji wa Channel Africa, na moja kwa moja tukiwa tunaendelea bado kumtafuta Neville Mena. Neville Mena, heri ya siku ya uhuru kule huko Tanzania. Kwenye line ya simu tunaye Neville Mena, ni mchambuzi huru kutoka kule Dar es Salaam Tanzania. Neville Mena, habari za Dar es Salaam siku ya leo ya uhuru? Hongereni sana, miaka 64. Asante, tumeadhimisha uhuru tukiwa nyumbani. Kwa kimsingi ni kwamba Dar es Salaam kwema, kuko shwari, na watu wameshinda nyumbani leo.
kama kawaida kuna joto tu kidogo linaendelea kutumiza, lakini ndio hali halisi ya hali ya hewa. Mabadiliko wanasema ni baraka ya tabia nchi, lakini nyakati za majira hizi lakini kimsingi Dar es Salaam kwema kabisa. Naam, vizuri kabisa. Na mamlaka nchini Tanzania kama ilivyokuwa ada imeendelea kusisitiza na kutoa matamko mbalimbali ikionya watu kuendelea kubaki manyumbani kwa siku hii ya leo, na ikisema kuwa maandamano yaliyopangwa kuadhimisha siku ya uhuru wa nchi hiyo ni kinyume cha sheria na yanajumuisha jaribio la mapinduzi. Na kama ulivyosema hapo awali, hali ni shwari. Unadhani tamko hili linaweza pengine likafanikiwa kwa siku ya leo? Je, hasira za wananchi ambao wamepanga kufanya maandamano zitakuisha hii leo pekee? Kwa hiyo niseme tu kwamba leo kumekuwa na utulivu. Hakuna taarifa yoyote mimi ambayo nimeshaipata ambayo inaonyesha kwamba kulikuwa kuna maandamano mahali popote. Ziko tetesi kwamba kulikuwa kuna majaribio ya kuandamana kule Mwanza pamoja na Mbeya, na kulikuwa na tetesi pia Dar es Salaam katika eneo la Kibo, lakini kimsingi kwa uhalisia kuna kitu chochote ambacho mimi nimekiona. Tunataka kama pia mtandao leo upo, internet haijazimwa, hata watu nao wasiana nao, kwa kweli hakuna maandamano yote. Kwa hiyo hii ni kwamba maandamano kimsingi ikilinganishwa na ile Oktoba 29 ni kwamba wanao mpaka hivi za muda karibia saa 10 jioni kwamba bado hakuja na taarifa ya maandamano kokote. Kwa wale waliokuwa wanataka kuandamana walisema kwamba maandamano yasiyokuwa ni kikomo. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba hayapo kwa maana siku haijaisha, lakini pia hatuwezi kujua kwamba labda baadaye ama kesho yote inaweza katokea, lakini kwa sasa hivi. Lakini la pili niseme tu kwamba yanayotangazwa si halali, kwa sababu wakiwalisia mtu yeyote ama kundi lolote kusema kwamba linataka kuandamana, na kwa taratibu za Tanzania ni kwamba mnaandika barua kwa mkuu wa polisi wa wilaya, lakini hakuna. Na kasema pia kwa maana hiyo hakuna mtu anayejulikana ni nani ambaye maandamano haya anataka kufanya maandamano. Sababu pia hazieleweki, lakini njia zitakazotumika kwamba yataanzia wapi mpaka mwisho wapi. Na kama amesema kwamba unaposema maandamano sio kikomo, basi yeye sio maandamano bali ni jaribio